Kampuni ya teknolojia ya Microsoft imetangaza kuwa imeizuia Israel, hasa jeshi lake kupitia shirika la ujasusi la kijeshi, kutumia baadhi ya teknolojia zake katika mpango wa upelelezi wa hali ya juu unaolenga wa Palestina. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa, shirika hilo la kijasusi la Israel hutumia programu ya Microsoft kuchambua na kufuatilia mawasiliano ya simu ya kila siku ya mamilioni ya Wapalestina wanaoishi katika ukingo wa Magharibi unaokaliwa kwa mabavu. Mfumo huo wa ujasusi unadaiwa kufanikisha uchunguzi wa maelfu ya simu kwa lengo la kukusanya taarifa za kiusalama, hali ambayo imeibua wasiwasi mkubwa wa kimataifa kuhusu haki za faragha na uhuru binafsi. Microsoft imesema kuwa hatua yake ya kuzuia matumizi hayo ni sehemu ya msimamo wake wa kimaadili kuhusu matumizi ya teknolojia. Kampuni hiyo imeeleza kuwa haitaruhusu teknolojia yake kutumika katika njia zinazokiuka haki za binadamu au kuendeleza vitendo vya ukandamizaji. Kwa mujibu wa kampuni hiyo, uamuzi huo ulifikiwa baada ya uchunguzi wa ndani na majadiliano na wadau mbalimbali kuhusu matumizi ya teknolojia katika muktadha wa kijeshi. Hatua hii ya Microsoft imeungwa mkono na wanaharakati wa haki za binadamu ambao kwa muda mrefu wamekuwa wakikosoa kiwango kikubwa cha ufuatiliaji wa Palestina unaofanywa na Israel. Wameeleza kuwa ujasusi huo si tu kwamba unaingilia maisha binafsi ya watu, bali pia unachochea mazingira ya hofu na ukandamizaji kwa jamii ya Palestina. Hadi sasa serikali ya Israel haijatoa kauli rasmi kuhusu uamuzi huo wa Microsoft. Hata hivyo, wachambuzi wa masuala ya teknolojia na siasa wanasema kuwa hatua hiyo inaweza kuleta athari kubwa kwa mashirika ya kijeshi yanayofaidika na teknolojia ya kigeni, na huenda ikaibua mijadala zaidi kuhusu wajibu wa kampuni kubwa za teknolojia katika kulinda haki za binadamu duniani. Kwa ujumla, hatua ya Microsoft inachukuliwa kama mfano wa jinsi kampuni binafsi zinavyoweza kutumia ushawishi wao kuhakikisha teknolojia haitumiki vibaya, hasa katika maeneo yenye migogoro ya muda mrefu kama Mashariki ya Kati.